Siku moja panya aliona mtego wa panya, alafu akaenda kuambia kuku, mbuzi na ng'ombe kwamba nimeona mtego wa panya. Alafu mbuzi, kuku na ng'ombe wakacheka sana, wakasema huo ni mtego wa panya, hautuhusu. Lakini siku kadhaa mbele ule mtego ukakamata nyoka, tena nyoka mwenye sumu kali. Mke wa mwenye shamba alipokuwa anapita shambani akamkanyaga yule nyoka, alafu yule nyoka akamuuma. Mke wa mwenye shamba akalazwa, akawa mgonjwa. Mwenye shamba akamchinja kuku kwa ajili ya kumwekea supu mke wake mgonjwa. Lakini bado hakupata nafuu. Baadaye watu wakawa wanakuja kuwatembelea na kumuona mke wa mwenye shamba ambaye ameumwa na nyoka. Kwa hiyo mwenye shamba akawachinjia mbuzi kwa sababu walikuwa wengi, akawahudumia wageni kwa kumchinja mbuzi. Baadaye mke wa mwenye shamba akafariki, kukawa na msiba. Alafu mwenye shamba akamchinja ng'ombe kwa ajili ya kuendesha msiba. Panya wakati huo alikuwa kwenye shimo akiangalia yote yanayoendelea. Mtego ulikuwa wa panya na panya aliwaambia kuku, mbuzi na ng'ombe, lakini wakasema haiwahusu. Na mwisho wa siku kuku akachinjwa, mbuzi akachinjwa, ng'ombe akachinjwa, na wote walisema haiwahusu.